wakati wanazungumza. Walizungumza jana waandishi wa habari wakiwa wanatangaza msimamo wao wa kuondoka ndani ya chama hicho. Lakini katika kutangaza huo msimamo walitoa baadhi ya tuhuma. Unajua huwezi kuondoka bila kusema kwa nini unaondoka. Kwa hiyo katika kuondoka wakawa wanaeleza kwamba kwa nini wanaondoka, nini ambacho kinaendelea ndani ya chama. Miongoni mwa mambo ambayo Kigaila aliyazungumza, kakuuliza unajua kuniambia pia, ni kuhusiana na vikao ndani ya chama. Kwa mujibu wa Benson Kigaila mwenyewe, anasema kwa sasa chama hicho kinaendeshwa bila vikao vya kikatiba. Vinaendeshwa kimatamko. Anasema ni watu wawili tu wanaotoa matamko, hakuna vikao tena vya kikatiba vya chama. Tumsikilize hapa Benson Kigaila wakati akizungumza na wanahabari jana, wakati akitangaza msimamo wake wa kuondoka ndani ya chama hicho na kuelekea kufanya siasa nyingine kwenye maeneo mengine. Huyu hapa. Nyie mnajua kwamba Mheshimiwa Lissu, mwenyekiti wa chama, amekamatwa muda mrefu umepita sasa. Na bahati mbaya ana kesi kubwa sana ya uhaini. Kwa kawaida chama chochote cha siasa, mwenyekiti akikamatwa, hata kama amekamatwa na amepewa kesi ndogo kama ya uchochezi, lazima kamati hii ikae, ijadili na iwe na mwelekeo. Lakini hawa jamaa waulizeni kama wamekaa kamati kuu, hawajakaa. Sasa kama hawajakaa, mwelekeo unafanywa na nani? Na matamko ya mtu mmoja, kwa sababu wana mdomo mpana, anaweza kutamka kwa anatamka tu na chama ndio kinaenda. Chama cha siasa, taasisi yoyote inaongozwa na vikao ili iwe taasisi, sio maneno yako ya kutoka kwa mkeo au kwa mmeo ukao unasema yanakuwa nini? Yanakuwa ni taasisi. Lazima Kigaila huyo akizungumza jana, sema haoni vikao vya kujadili yanayoendelea ndani ya chama. Yes, na nilisema hapa asubuhi Mtei kwamba ukimsikiliza hapa wanajenga hizo hoja za kitaasisi, kwamba wanahisi vile vile kwamba mtazamo mpya wa Chadema chini ya Mheshimiwa Lissu umekuja na mtazamo tofauti kuliko ule mtazamo wa mwanzo. Na kimsingi ni kwamba tunapozungumzia mtazamo wa kitaasisi, maana ni kwamba chama kinakaa, kinapanga mipango, kinaweza kubadilika, kinaweza kuwa flexible ili kuweza kuendana na ushindano wa kimazingira wa kisiasa na mielekeo ya ushindani wao katika kipindi husika. Sasa mtazamo wa Lissu ukiwatazama ambao umeuchukua na mwenzake Mheshimiwa Heche, lazima utaweza kuibua utofauti wa kimawazo. Yaani tunachokiona Chadema hapa ni utofauti wa kiitikadi na utofauti wa kimawazo, namna ya kuendesha chama. Kuna kundi moja la chama ambao inaongozwa na G55 ambao unahisi kuna mabadiliko ya ghafla ndani ya chama ya kitaasisi ambao uongozi mpya umekuja kuchukua. Sasa kuna siasa, uongozi ambao unakuja na siasa za harakati ni uongozi ambao huwa unakuja na siasa za ukweli, yani siasa za uwazi, na siasa ambazo zinakuwa haziwezi kubadilika kutokana na wakati na mazingira. Lakini ukiwatazama G55 ni watu ambao wanaamini katika mtazamo wa kitaasisi, mtazamo wa kubadilika. Na ili chama kiweze kukua, ukiangalia ukifanya tafiti kwa siasa za Kiafrika, ili chama kiweze kukua kinahitaji kweli kuchukua mtazamo wa kitaasisi. Lakini vile vile kwa wanasiasa ambao wanatafsiri siasa kwao kama ni sehemu ya ajira, siasa kama ni majukwaa, siasa kama ni mkakati wa kwenda kutafuta maisha, mtazamo wa kiharakati, wanachama hao wawezi kubaki, lazima waweze kutafuta majukwaa mengine. Lakini vile kutazama, anazungumza hoja ya, nimesikiza jana press, anazungumza hoja ya misingi, kwamba chama kimeacha misingi. Na kwa nini watu wanajiunga kwenye vyama? Hii nao ni muhimu. Tunajiunga kwenye vyama kwa kuzingatia masuala ya msingi manne. Cha kwanza ni misingi ya chama. Unaingia Chadema, unaingia CCM, unaingia Chauma kwa kuangalia misingi. Je, misingi ya chama inaendana na falsafa zangu? Inaendana na mtazamo wangu? Cha pili, unaangalia mtazamo. Je, kile ambacho mimi nachokipigania kama mwanasiasa kuhusu uchumi, kuhusu mazingira kwa mfano, kuhusu masuala ya kidemokrasia, inaendana na mtazamo wangu? Lakini cha tatu, tunaangalia imani ya chama ambacho kimsingi ninachokiamini. Je, kinaendana na kile ambacho mimi nachokipigania? Kwa hiyo kama chama hicho kikiacha misingi
ya falsafa, itikadi, malengo na imani, mwanachama anaweza kama siasa. Sasa hoja msingi ni kwamba kwa nini sasa? Ndio. Yaani kwa nini sasa hivi? Kipindi ambacho kuna uchaguzi mkuu ambao kuna muda mfupi ambao kimsingi umebaki. Kwa hiyo inakuonyesha kabisa kwamba hiki ambacho tunachokiona ndani ya Chadema ni matokeo ya muda mrefu wa kutofautiana kimtazamo na kiitikadi. Yaani ndani ya Chadema kuna kundi moja la reforma, kuna kwamba wana mageuzi ambao ni kundi la kiharakati, kuna kundi lingine ambao wanataka kulinda misingi ya wafidhina ambao wanaamini tumefanya harakati kwa miaka 30. Tunapotaka leo kuto kuingia kwenye uchaguzi, maana ni kwamba tutaenda kukosa zile fursa kama chama kimsingi tutapata. Na kimsingi ukiingia kwenye uchaguzi sawa, kwa hoja ambazo, kwa sababu wao kutazama G55 wanatafuta majukwaa ya kisiasa kwa lengo la kutafuta majukwaa na nafasi za kiongozi. Kwa hiyo kwa mwanasiasa ambaye ana ndoto za kupigania na kuonyesha hisia zake mbele ya macho ya umma, of course jukwaa la Chadema kwake itakuwa ni ngumu, kwa sababu mtazamo wa chama ni tofauti na malengo ya wanasiasa. Haya, huyo alikuwa ni katibu mkuu wa dawati la jinsia Chadema makao makuu, Catherine Ruge, naye pia jana ni miongoni mwa wale ambao wametangaza kuondoka ndani ya chama hicho. Kwenye hiki cheo alishaondolewa, kumbuka taarifa ya chama alivuliwa, akabaki kuwa mwanachama. Sasa na wanachama wenyewe wameubwaga. Anasema yeye pia hakuwa na amani wakati yupo Chadema kwa sasa. Huyo hapa anazungumza. Huwezi kuwa kwenye chama ambacho siamini katika agenda au siamini katika huo msimamo. Yani I cannot support the direction which I fundamentally oppose. Yani siwezi kuwa sehemu ya kitu ambacho nakipinga. Sasa kwa uweledi, kwa uadilifu, professionalism, integrity, ni vizuri mtu uka step down. And I, Catherine Ruge, today on 7th of May, I have decided to step down as Chadema member. Na Kiingereza akapiga na ngeli kabisa. Ngeli inasisitiza jambo. Ngeli ni miongoni mwa amini kuna misingi anasema, amini na kuna imani, amini kuna agenda ambazo anazisimamia, lakini vile amini katika integrity, katika ule uadilifu wa chama. Sawa, Salum Mwalimu pia naye alikuwepo, ambaye alikuwa naibu katibu mkuu Zanzibar kwa utawala ule sasa. Naye pia ni miongoni mwa waliotangaza kuondoka. Huyu hapa naye pia. Chadema kwa sababu tulitaka tuungane na sisi kutoa mawazo yetu ya kuwapigania wa Tanzania. Kwa haikuwa bahati mbaya kuwepo Chadema, na wala haikuwa bahati mbaya kuweza kuvumilia yote ambayo tumeyapitia katika chama hiki, katika umri wetu huu, katika mazingira yetu haya. Na hivyo hatutokata tamaa. Tunayaamua haya kwa sababu inawezekana wapo ambao leo hawatotuelewa. Inawezekana watakao kuwepo leo wakalishwa maneno mengi ya uongo, ya fitna, ya majungu dhidi yetu, kama ambavyo yamekuwa yakilishwa wakati wote, lakini tumesimama imara. Wengi atalishwa, lakini ni ukweli ni kwamba Chadema imepoteza mwelekeo. Chadema imepoteza dira. Chadema imepoteza nguvu ya kitaasisi. Chadema imepoteza umoja wa kuhakikisha kwamba inasimamia inachokiamini na inatekeleza inachokiamini. Na hatujafika hapa kwa bahati mbaya. Tumefika hapa kwa sababu ya madhara ya udhaifu usiokuwa imara ndani ya Chadema hivi sasa. Chambua mchambuzi wangu. Nimeshamaliza kuchambua. Unajua Mtei, ni kwamba unajua hichi tunachokiona kinaonekana kabisa kwamba ni matokeo ya kutokupona kwa majeraha ya uchaguzi. Na mimi nishaye kusema kwamba Lissu watapingwa zaidi na wanachadema kuliko hata wana CCM. Lakini kinachotokea sasa hivi ni kwamba vyama vya upinzani vinaelekea kwenye uchaguzi vikiwa vimeparaganyika sana na vikiwa vimegeuka sana. Sasa ukivitazama vyama vya upinzani vyote hivi 18 ukiacha Chama cha Mapinduzi, utaona kabisa kwamba kama Chadema imepoteza hicho ambacho kinachoitwa imepoteza dira mbele ya macho ya umma, imepoteza sifa ya kiuongozi kama ambavyo hoja ambazo zinajengwa na G55.
Vipi kuhusu vyama vingine? Kwa sababu ujenzi wa vyama huwa hauhitaji miaka 5. Ujenzi wa vyama unajengwa kwa muda mrefu, kwa rasilimali nyingi, kwa kuweka mtandao na kuhakikisha kwamba taswira ya chama inakubalika na inauzika mbele ya macho ya umma. Sasa tazama kwa mfano vyama ambavyo vinapewa nafasi ya kuwapokea wa G55. Sawa? Cha kwanza kinazungumzwa chama cha ACT Wazalendo. Cha kwanza, ukitazama ACT Wazalendo ni chama ambacho kimejengwa na migongano ya sehemu nyingine. Yaani wanachama wa ACT Wazalendo ni wanachama ambao walitofautiana mahali fulani, wakaja kwenye jukwaa la ACT Wazalendo kuja kufanya siasa kama ilivyo ADC. Tazama kwa mfano Zitto Kabwe ni utofauti wa kimawazo kutoka Chadema. Tazama kwa mfano ile dhana ya kutoa nanga, kushusha nanga, ni mtofautiano kati ya Maalim Seif na kafu. Kwa ACT Wazalendo ni jukwaa ambalo limejengwa kwa utofauti wa mawazo wa vyama vingine. Kwa siasa ACT ina watu wengi waliokataliwa huko maeneo mengine, waliotofautiana kimawazo. Sasa kwa hoja ya kwenda ACT unaweza ukawa unawaamini kwa sababu unaondoka Chadema kwa sababu ya kutofautiana kimtazamo na kifalsafa. Lakini kinatoja kwa mfano chama cha Chauma, na nafikiri utaje kuongea hapa na msemaji wao chama cha Chauma. Chauma ni chama ambacho ni chama maarufu, sawa, lakini chama ambacho hakina mtandao mbele ya macho ya Tanzania. Ili uweze kushinda uchaguzi unahitaji kuwa na mtandao mpana, unahitaji chama chako kiweze kuwa na money power ambao ni leba. Unahitaji chama chako kiweze kuwa na wanasiasa ambao wana ushawishi. Sasa ukitazama kwa mfano hawa G55 kama inavyotajwa kwamba watahamia Chauma, tafsiri kwamba ile global power shift ya political party, kwa kwamba yani kuama kwa nguvu za kisiasa, siasa za Tanzania zitabadilika kwa sababu kutakuwa na ACT Wazalendo ambao ina nguvu Zanzibar, ikiwa inajijenga Tanzania bara. Tutakuwa na Chauma ambayo ina nguvu Tanzania bara. Kama pale ambapo mimi natazama kama Chadema itatoka kiongozi ambaye ni mkubwa, sawa, ambaye ana misuli kama ya Lissu, akiamua kuunga mkono chama chochote, vile vile itakuwa ni pigo kwa vyama vya upinzani, kwa sababu itakuwa ni vyama ambavyo vina nguvu sawa dhidi ambazo chama ambacho kiko madarakani kwa muda mrefu cha CCM. Na hiyo inakukumbusha kwa haraka Mtemi, nikukumbushe kuna uchaguzi wa South Africa, nafikiri unipigia tulizungumza hapa. Uchaguzi wa South Africa ulihusisha chama cha ANC, sawa, chama cha Democratic Alliance, chama cha Economic Freedom Fighter. Lakini Jacob Zuma alivyoamua kuhama chama cha Omokuntu Isizwe, South Africa siasa zikabadilika. Kikawa chama cha kwanza cha ANC, cha pili Democratic Alliance, cha tatu ilikuwa ni Economic Freedom Fighter cha Julius Malema, ikawa ni Omokuntu Isizwe kwa sababu ya nguvu ya Jacob Zuma. Sawa, tutakuja kuzungumza vizuri. Nikukumbushe kuhusiana na Azam TV, muda wa kukiwasha. Kumbuka kuna tamthilia nyingi ambazo zinaendelea. Kombolela Mzani wa Mapenzi Ijumaa hadi Jumapili ndani ya sinema zetu, lakini pia kule sinema zetu pia kuna Tufani, tamthilia ya Kiki pia ipo Jumatatu hadi Alhamisi. The Great Seljuk ni ndani ya Azam 2 saa 4 usiku. The Good Doctor pia ni Azam 1 pamoja na Heartless ambayo hii inatazamika pale Azam 1 kuanzia saa 3 kamili usiku. Jiandae sasa kwa msimu wa moto wa burudani. Lipia kifurushi chako cha Azam TV leo na uhakikishe ukosi hata sekunde moja ya msisimko huu. Tukirudi hapo tutakuja kuzungumza mengi, lakini pia tutauliza Chauma wenyewe kwa nini wanatajwa kwenye mambo haya. Tarudi hapa. Na wapo tayari kwa kujua. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. Tunarudi. 94.7 East Africa Radio, Nairobi. Together tunawakilisha. This is East Africa Radio. Play only the best music. Hawa jamaa wamezuka moja. 88.1 Dar es Salaam, 99.0 Kampala, anytime, any keep it locked. 94.7 Nairobi. Yani kila kitu napata hapa. Sikiliza radio gani tena? Mimi ndio nishafika sasa. You're listening to only the best radio station. East Africa Radio. Together tunawakilisha. Kilivyoisha bando kakiweka kando na kupita mambo. Kiwashe
tunakwambia kiwashe. Yeah, ama kina changamoto kinahitaji maboresho, Azam TV tuko hapa tukiwashe. Leo tukiwashe. Kiwashe kisimbuzi chako cha Azam TV sasa, na uendelee kufurahia mambo kem kama vile habari, burudani, tamthilia, makala mbalimbali, michezo, ligi za ndani na nje, vipindi vya watoto, comedy, reality shows, sinema zetu na cartoons. Azam TV, kiwashe. Azam TV, burudani kwa wote. Hizi ndio zile za wajanja wa enzi hizo. Ready or not, here I come. Ikiingia kali, ikitoka kali. Ni ngoma juu ya ngoma za kitambo. Zinachapwa hapa East Africa Radio na DJ 45 King. Kila Jumapili kuanzia saa 10 jioni hadi saa 12. 88.1 East Africa Radio. East Africa Radio, Dar es Salaam. Together tunawakilisha. Baada ya kulipa bill, kifuatacho. Dakika ni 51 baada ya saa 1 kamili za asubuhi. Karibu tuendelee kuwepo mpaka 3 kamili za asubuhi. Itakapotimia saa 2 kamili itakuwa ni muda wa news update. Alafu pia tutakwenda kujiunga baadaye na Samson Charles kwenye kibiashara zaidi. Tukiendelea kuzungumza mengi kweli. Lakini wakati mchungu tunazungumza hapa, swali la watu wengi pia ni sababu ukiwasikiliza hawa waliotangaza jana kuondoka Chadema, unajua kuna wale mtu unamwona sikia anatangaza afu na kutoka sababu huyu anaenda kupumzika. Hawa wanavyoonekana wapo kazini, hawaendi kupumzika, wanatafuta chama. Ndio, au kama hawatafuti basi wameshakipata, wanasubiri muda kutangazia. Na gazeti Mwananchi bwana Mtei nasema vigogo Chadema kutua Chauma. Mwananchi nasema vigogo Chadema kutua, Mwananchi wameandika kutua. Sasa bishane sana. Tunaye Ipiana hapa kutokea Chauma. Ipiana, habari za asubuhi? Nzuri, habari za asubuhi na salama sana. Mimi nakufahamu, tafadhali jitambulishe vizuri na cheo chako ili watu waweze kujua pia kutokea Chauma ni nani. Asante sana. Mimi naitwa Jana Samson Njiku, mimi ni katibu wa habari na uenezi wa Chauma Taifa. Ndio boss, karibu sana. Wala sawa, karibu kwenye Super Breakfast. Tumeona tulikuwa tukisoma pia kwenye magazeti na kwenye mitandao ya kijamii mnahusishwa sana na mapokezi ya baadhi ya vigogo waliotangaza jana kuondoka Chadema. Hii imekaje? Ni kweli mpo kwenye mkakati? Najua mna kamati kuu na mikutano yenu inafanyika weekend hii hapa, ni Jumamosi na Jumatatu kama sijakosea. Ni nini ambacho kinaendelea? Asante sana bwana. Nashukuru sana kwamba Chauma sasa hivi imekuwa chama ambacho kimekuwa kizungumzwa sana wiki nzima, hii kimeleta gumzo, kinazungumzwa sana. Lakini kimsingi sisi kwa sasa hatuna mazungumzo na mtu yoyote na chama chochote wanataka kujiunga na sisi. Labda ikitokea huko mbele wakitaka kuja kwetu, tutakaa nao mezani, lakini kwa sasa hatuna mazungumzo nao. Lakini tunafurahisha sana kutajwa kwamba wanataka kuja kwetu. Kwa nini wasitaje vyao vingine, wasitaje ICT, wasitaje Chama Mageuzi, wasitaje kafu? Kwa hiyo kutaja kwamba anakuja kwetu sisi ni furaha, kwa sababu tunataka watu. Endapo wakija mezani kama tunataka tuhamie kwenu, milango iko wazi, tunafungulia nafasi ile. Kwanza sisi tunataka watu kama hao ambao, kwa sababu ukiangalia Chauma hatuna nguvu kubwa bado wanachama. Unapotokea wanakuja watu ambao wana misuli kama hiyo, kutaongeza nguvu kubwa ya kuhakikisha chama kinakuwa na nguvu kwa vile vingine huko. Kwa maana hiyo mnawatamani? Tunatamani waje kama taona mtazamo yetu na sera zetu zitakuwa na mitazamo chanya kama walionao wao. Mitazamo ya chama cha Chauma kwenye siasa za kipindi hiki ni mitazamo ya aina gani, ili hata sisi wengine ambao tunafuatilia tulinganishe kwamba wanaweza wakaja ama wasije? Nyie mnatazamaje siasa za sasa? Mnafanya siasa za aina gani? Sisi kimsingi chama chetu toka miaka yote huko tunafanya siasa ambazo sisi kwanza tunafanya siasa fulani ambazo
tunaamini katika majadiliano. Chauma tunafanya majadiliano. Ndio maana kipindi kile imetokea hii changamoto ya watu wengine kwamba kuna kanuni hajakaa sawa na nini hajakaa sawa, sio kasema ngoja sisi tutashiriki uchaguzi, lakini huku tukiendelea kujadiliana na kushinikiza serikali ifanye marekebisho baadhi ya vitu. Ndio hapo sisi tunajadili sana kwenye kujadiliana na viongozi ambao wako madarakani. Maana hatuwezi tukakuzia kwamba tutakata vizuri kwamba hiki rais iko hivi, lakini tukaacha kushiriki uchaguzi. Kwa sisi mtazamo wetu uko kwa upande huu. Pamoja na kwamba hawajawafuata kama walivyosema, hamna mpango nyewe wa kuanza harakati za kuwatafuta mmoja labda kiongozi wao. Wanasikia mpo free huko, usajili unahitajika, tunawataka. Dawa hiyo yani viongozi wakubwa wangu inawezekana tukana mpango, tukiona bado wanahengia ajenda popote, tutaanza kuwatongoza bwana, nafasi zipo bwana, kwetu Chauma nafasi zipo. Lakini kwa kweli Chauma sisi wenyewe tunatamani bwana waje, nafasi ziko wazi, fanye siasa. Bwana, tunakushukuru sana kwa muda wako. Walau tumeona na wewe pia si umeona kwenye magazeti wameandika Chauma mnajiandaa kuwapokea. Na ambacho nasema nimefanya pia kupewa hiyo audience ambayo tumetaja sana vyombo vya habari kwa wiki hii. Imekuja mingi tulikuwa tunatokana kama chama cha mzaa fulani hivi akina malengo. Kwa platform na sisi huko tunataka mtaa kumbe kichama kina focus kubwa sana huko mbele ya uongozi. Kwa sisi tunashukuru sana kwa kila mtego tupa nafasi. Tunafurahi sana sisi. Bwana, tunashukuru sana bwana. Sera ya ubwabwa ni ile ama tumebadilika sasa hivi? Ni ile sera ubwabwa motoini na mashuleni na sasa kauli mbiu ongezeka nyingine, kushiba na maendeleo. Kushiba na maendeleo. Bwana, tunashukuru sana kwa muda wako ndugu yangu. Asante sana bwana. Haya bwana. Shiba kwanza nakwambia. Mimi kila siku naambia watu jamani tule. Unaongea ngoja kwanza. Wewe unaviongea hivyo umekula kwanza, kula kwanza tusikie kama utaongea hivi. Bwana, umesikia anasema wao hawana huo mpango. Hawana mpango. Sasa haya mambo haya mchungu tunatakiwa tuwe makini sana kwa sababu umemsikia kauli ya mwisho hapo anasema sijasiana viongozi wangu chukua kama koti kaa nayo kwa sababu haya mambo haya kwenye vyama hivi uzoefu wangu huaga unakuwa hivi baadhi ya viongozi wanakuwa tayari wameshasuka kila kitu mpango ila wengine wanakuwa hawajui chochote hawajaambiwa wanaweza kuambiwa siku ya mwisho kuna pressure kwamba siku ile wakati Hayati Lowassa anajiunga Chadema kuna watu chini walikuwa hawajui hawaje kuambiwa siku ya mwisho kwa leo ndo tunafanya hivi na hiyo waga inakuwa ni kimkakati kabisa ili kuepusha vurugu zile za kabla ya tukio kutokea. Kwa hiyo hata bwana ndugu tulizungumza na hapa kutoka Chauma na yeye pia anasema huo mpango haupo na hajui lakini pia ametusisitiza vizuri kwamba sijawasiliana na wenzangu kujua kama kuna mpango wa kuwatafuta. Kwa hiyo tujipe muda, magazeti yanasema, mitandao inasema tujipe muda kama kuna huo mpango tutauona of course. Lakini kwa mujibu wa wale kina Kigaila jana hawaendi kupumzika, wapo kwenye siasa na Salum Mwalimu siasa anasema napumzika hapa na achia hapa Chadema lakini nafikiri kuanza siasa zangu nyingine za vyama hizi manake yupo kwenye vyama vya siasa. Ni wapi tutasubiri kuona. ACT nao pia wanakaribisha kila siku wamekuwa kiweka wazi kwamba dirisha likifungwa huko mlango huko uko wazi na juzi umetimiza miaka 11 tangu kuanzishwa kwa pia huko mambo yaweze kwenda. Kwa hiyo sisi tuiachie hapo itabakia kuwa kama ni tetesi Chauma wenyewe wameshakataa lakini nimependa hiyo kwamba sera ya ubwabwa inaendelea. Amesema ubwabwa unaendelea, kushiba na maendeleo. Kushiba shiba kwanza. Kuna uhusiano mkubwa kati ukawa na changamoto nyingi mchungu. Kumbe swala sio hizo changamoto. Swala ni ujala. Kwa hiyo kuna uhusiano mkubwa sana kati ya kushiba na maendeleo na utulivu. Yaani ya maendeleo haya yanategemea tu kwanza washibe. Wewe pima hata kwenye familia yako. Tunakaa siku mnagombana sana. Kumbe sio kwamba mnagombana kama mna ugomvi. Hamjala. Kila mnamaliza mnashiba mnapumzika zetu mnasahau. Kwa hiyo hata Chauma wenyewe naamini kwamba ngoja kwanza wananchi wale. Kama kuingisha kwenye kampeni pia wanaenda kwenye mkutano kampeni sema sikiliza. Kabla ya nisikiliza najua utanisikiliza kwa moyo mmoja. Kula kwanza. Shiba afu nisikilize utaelewana. Asante sana bwana Dr. Harris Kai kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube umeandika maoni yako.
anasema hao G55 wana nguvu gani ya kuiangusha Chadema? Akatumia neno baya hapo. Anasema wamevurugwa baada ya kutimuliwa wanachama wa Chadema na bado laana ya usaliti itawatafuna mpaka wakome, ameandika. Godfrey Ngumba anasema mnachekesha sana mnapopambana na Chadema inayoungwa mkono na miguu, kisha mnashika mikwaju na kuanza kuicharaza. Kilini hadi wazungu wameingia huruma. Ruhusuni maboresho yafanyike, tukutane uko mbele, ameandika maoni yake. Asante sana pia kwako Elishua Isaya. Anasema G55 hamna kitu, someni comment za wananchi ndio mtaelewa kwa nini tunamaanisha hivyo. Sawa Tukirudi itakuwa ni muda wa news update, lakini pia tupo hapa kwa ajili ya kuendelea kuungana nyie. Baadaye Samson Charles kwenye kibiashara zaidi pia atakuwepo hapa. Mimi naitwa Exaudi Mtei kwa niaba ya Godfrey Mchungu, Samson Charles na wengine wote ambao wanashiriki hapa. Karibu sana, endelea kuwepo mpaka 3 kamili za asubuhi. Kutoka Mikocheni, Dar es Salaam, Tanzania. Ikipepea live, hii ni East Africa Radio. East Africa Radio. Together tunawakilisha. Hii ni East Africa Radio. News Update. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan jana ametangaza kifo cha David Cleopa Msuya.